Na mtazamaji wa ZTV, bado naendelea kukupatia update mbalimbali za michezo na nakufikishia habari moto moto kuhusiana na usajili usiku huu kupitia ukurasa wa Instagram wa mchambuzi kutokea pale Crown FM katika kipindi cha Crown Sports. Hans Raphael Fabrizio wa Tanzania wanamuita hivyo, post katika page yake ya Instagram ama mitandao ya kijamii kuhusiana na mchezaji ambaye inasadikika kusajiliwa na klabu ya Simba. Ameandika hivi: Just in, usiku huu Simba wanapambana kukamilisha usajili wa beki wa kati wa Asante Kotoko ya Ghana, raia wa Congo Brazzaville, Ndogani Samba Gilbani mwenye umri wa miaka 25. Mazungumzo ya kina yanaendelea. Amemalizia hivyo kwamba usiku huu Simba wanakamilisha kusajili usajili wa beki wa kati kutokea huko Ghana, Asante Tokoto. Mchezaji huyo ambaye ni Ndogani Samba Gilbani. Gilbani anataka kusajiliwa ndani ya klabu hii ya Simba. Lakini Gilbani ni nani? Tumfahamu hasa historia yake kuhusiana na mchezaji huyu na soka ambayo alikuwa ametoka, lakini pia amezaliwa mwaka gani na ana umri gani. Hii hapa ni historia fupi ya maisha ya soka ya Ndogani Samba Gilbani ambaye ni mchezaji kutokea huko kutokea Ghana. Na kabla hatujapata historia hii fupi, kama ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi nakusitu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za kimichezo kutokea ZTV. Sauti yangu leo haiko sawa, lakini natumai utapata kufahamu kidogo kile unachokisikia kuhusiana na mambo ya usajili kwa upande wa klabu ya Simba. Na hii ni historia fupi ya maisha ya soka ya Ndogani Samba Gilbani. Ni mchezaji wa mpira wa miguu raia wa Jamhuri ya Congo Brazzaville anayekipiga katika nafasi ya beki wa kati. Alizaliwa mwaka 1999 na tangu akiwa mdogo alionyesha mapenzi makubwa na kipaji cha kucheza mipira wa mguu. Kwa hiyo hivi sasa ana umri wa miaka 25 mchezaji huyu, na safari yake ya soka Ndogani ilianza mitaani katika timu ndogo ndogo za vijana nchini Congo Brazzaville. Akiwa na mwili imara, ujasiri na uwezo mzuri wa kusoma mchezo, alijitofautisha mapema kama beki mwenye nguvu, nidhamu na umakini mkubwa. Haya ndiyo yaliyojengea misingi ya kitaaluma ya soka yake. Alijiunga na Asante Tokoto Ghana. Baada ya kupanda kiwango, Ndogani alipata nafasi ya kuenda kucheza soka la ushindani mkubwa zaidi Afrika Magharibi, ambapo alijiunga na Asante Tokoko Sports Club ya Ghana, moja ya klabu kongwe na zenye historia kubwa barani Afrika. Akiwa Kotoko alijengea jina kama beki wa kati mwenye nguvu kwenye mipambano, lakini pia mchezaji anayejua kupiga safu ya ulinzi, mchezaji mwenye uwezo mzuri wa kukaba na kuondoa hatari, lakini pia ni kiongozi wa kimya kimya katika safu ya ulinzi. Uchezaji wake ulionekana kuwa wa kuaminika hasa kwenye mechi zenye pressure kubwa. Na mchezaji huyu timu yake ya taifa, kiwango chake kizuri kilimpa heshima ya kuwakilisha timu yake ya taifa ya Congo Brazzaville, jambo linalothibitisha uwezo wake wa uthabiti wake kama mchezaji wa kimataifa. Kupitia timu ya taifa, Ndogani alipata uzoefu mkubwa wa mechi za ushindani wa kimataifa, hatua mpya kuelekea Simba Sports Club. Na mwaka 2025 mazungumzo yakiendelea, jina la Ndogani Samba Gilbani lilianza kuhusishwa na Simba Sports Club Tanzania, klabu kubwa barani Afrika Mashariki. Simba ilimtazama kama suluhisho la kuimarisha safu ya ulinzi kutokana na umri wake mzuri wa miaka 25, lakini pia uzoefu wake wa soka la Afrika
uwezo wake wa kucheza chini ya pressure, njaa ya mafanikio na maendeleo zaidi. Mtindo wa uchezaji wa Ndongani Samba Gilbani anajulikanika kuwa kucheza kwa nguvu lakini kwa nidhamu, kupambana vikali kwenye mipira ya juu, kusoma hatari mapema kabla haijatokea, lakini pia kucheza kwa kujituma bila makeke. Na hata hivyo, ndoto ya Ndongani ni kuendelea kupanda kiwango, kushinda mataji na klabu yake na kuwa mhimili wa kuhudumu timu ya taifa ya Congo Brazzaville. Anaamini nidhamu, kazi ngumu na uvumilivu ndio silaha zake kuu katika safari yake ya soka. Na huo ni mwisho wa historia fupi kuhusiana na maisha ya soka ya mchezaji huyu Ndongani Samba Gilbani kutokea huko Brazzaville nchini Congo. Mchezaji ambaye mwenye umri wa miaka 25 anatakiwa kusajiliwa ndani ya klabu ya Simba kutokana na uzoefu wake wa soka la Afrika na uwezo wake wa kucheza chini ya pressure, lakini pia njaa ya mafanikio na maendeleo zaidi kwenye timu. Simba wakifanikisha kumsajili huyu mchezaji, je, unadhani Simba itaenda kutatua matatizo yake kwa upande wa klabu hiyo kwa wachezaji, ama wachezaji hao waliokuwepo wanatosha kusalia ndani ya kikosi cha Simba kuelekea mwaka 2026 2025-2026? Toa maoni yako hapo, lakini usisahau kusubscribe ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi subscribe, lakini usisahau kushare kwa marafiki zako, na ukiwa wewe umesha subscribe basi nakusiti kuwasha alama ya notification. Endelea kusalia hapa hapa ZTV, nitakufikishia habari zaidi za michezo. Japokuwa sipo sawa, lakini utapata kufahamu nini hasa kinaendelea kwenye soka la kimichezo, ikiwa bado siku zimesalia za kusajili kwenye dirisha hili dogo la usajili. Endelea kusalia ZTV, washa alama notification kwa ajili ya kupata update mbalimbali za kimichezo.